Mtazamaji, tumeshuhudia katika maisha kuna mambo mengi, kuna changamoto nyingi sana, haswa kwenye kujikwamua kuhakikisha unatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na hata mara nyingi ukifuatilia historia za watu ambao wameshafanikiwa tayari, lazima watakupa changamoto zao ambazo ni nyingi, aidha walizozipitia kuanzia kwao chini mpaka kuja kuwa kubwa. Sasa leo Ayo TV tuko na kijana mwenzetu ambaye ameanzia naye kwenye uhangaikaji huo mdogo mdogo mpaka leo hii amekuja ameonyesha mafanikio makubwa. Ni mhasibu ambaye amepitia kwenye biashara za uuzaji wa chipsi na chapati, lakini leo mafanikio makubwa kuja kutusimulia. Ana kampuni kubwa inaitwa Tenga Motors. Ilikuwaje safari yake? Tunaye kwenye exclusive interview na Ayo TV. Nikukaribisha, ninayezungumza ninaitwa Vido. Yes, Vido Vidox. Elimu yangu mimi nina shahada ya juu kabisa ya uhasibu. Nimemaliza sekondari Moshi, nimesoma Moshi miaka yote 6 kuanzia form 1 mpaka form 6, shule ya Umbwe pale. Nikamaliza nikaja Dar es Salaam, nimesoma Mlimani, shule ya biashara pale. Nimemaliza 2011. Baada ya hapo niliamua kuunganisha masomo ya ngazi ya juu kabisa ya uhasibu. Nimesoma uhasibu kwa maana CPA. Baada ya kumaliza CPA nikapata ajira sasa. Kwa hiyo nilikaa mtaani kama mwaka mmoja hivi. Kipindi ambacho nimeshaajiriwa nilikuwa nafanya biashara ya kuuza chips. Ilikuwa ni chipsi, nikawa nauza na chapati na maini. Unajua ofisi yangu mimi ilikuwa ni hapa maeneo ya Mlimani City kwa maana ya benki, na nilikuwa nakaa maeneo haya ya Mlimani City. Kwa hiyo ilikuwa nikitoka ofisini jioni ile umechoka, unatafuta sehemu ya chakula, ikawa kidogo ikawa ni changamoto. Kwamba unakutana na ni chipsi mayai, chipsi mishikaki. Hakuna vyakula vingine ambavyo pengine labda wali, labda chapati au nini, kwa hakuna. Kwa hiyo nikaangalia, kwa sababu nilikuwa nina passion ya kupika, ni kitu gani ninaweza nikakifanya hapa ili kusolve tatizo hili. Nikaona kuna fursa ya kwamba mimi nianze kuintroduce biashara ambayo ilikuwa ni ya chips ile, lakini niongeze kitu kingine niwe tofauti na watu. Basi nikafungua biashara ambayo ilikuwa ni ya kupika chapati na kupika maini. Kwa hiyo nikawa nafanya mwenyewe pale. Nilikuwa nafanya kitu ninachokipenda. Kwa hiyo sikutaka kuangalia mimi ni nani, nafanya kazi wapi. Lakini pia niliona ni fursa ambayo inaweza ikaniongezea kipato. Kwa hiyo sikutaka kutumia nafasi yangu mimi kwamba kama ni mtu wa benki niache kujishughulisha na vitu vingine. Kikubwa ninachotaka kutoa msukumo kwa vijana wengine ni kwamba fursa inapotokea usiangalie mimi ni nani, kwa sababu kumekuwa kuna malalamiko mengi sana mtaani, especially kwa vijana. Anakuambia mimi nimemaliza degree, mimi nimemaliza masters, lakini sijaajiriwa. Lakini ukimuuliza ni nini ambacho pengine unaweza kukifanya, na kiona kabisa mtaani kwako kuanza kutengenezea pengine shilingi 3, haizi kufanya, kwa sababu anakuambia mimi nina education background here. Kwa hiyo kikubwa sikutaka kuangalia nafasi yangu ya kazi, nilichokiangalia kwamba ni fursa na nina uwezo wa kusolve tatizo. Licha ya Bwana Novat Tenga kufanya kazi benki, pia kuuza chipsi na chapati, ameendelea kutumia fursa mbalimbali zilizomzunguka kwa ajili ya kujiongezea kipato ili kufikia malengo. Unajua nilivyoajiriwa benki kulikuwa kuna accessibility ya mikopo. Unajua unapoajiriwa tu ofisa wa benki, baada ile probation unatamani kwamba na mimi niwe njiani, na mimi niwe barabarani, na mimi nimiliki usafiri. Wewe unafikiri unafahamu. Basi gari yangu ya kwanza kabisa nikawa nimekopa ofisini pale, ilikuwa ni Premio. Sasa ile gari ikawa inanisumbua sana. Ilikuwa inanisumbua, nilinunua showroom, lakini ilikuwa inanisumbua kweli. Kwa hiyo nikawa natumia gharama nyingi sana kwenye kufanya maintenance ya ile gari, na ilikuwa hainizalishi. Na mimi nilikuwa nakaa karibu na ofisini. Kwa hiyo nikasema hapana, lazima nifanye maamuzi magumu. Kwa hiyo nilichokifanya nikaamua kuuza ile gari. Nilipoiuza ile gari, cha kwanza nikagawa ile hela nusu, nikaiingiza kwenda kuboost mtaji wangu wa chips, tukafungua branch nyingine. Nusu iliyobakia nikaagizia paso. Ikabidi sasa sikutaka tena kununua gari hapa, ikabidi niagize gari Japani moja kwa moja. Basi baada ile gari kuja, ile gari kidogo ile paso ilikuwa ina tofauti. Japokuwa watu wengi walinicheka, umetoka kwenye Premio
umeingia kwenye paso, tena kwenye chips. Ni watu fulani waliona kama sina akili. Na ukiangalia ile education background, na ukiangalia kazi ninayofanya, kidogo ilinishtua hata mimi, kwa maana nilijua ile watu wanavyoongea, lakini uzuri nilijua nini ninachokihitaji. Basi baada ile gari kuja, kuna baadhi ya watu wakawa wamependa, wakaniuliza ilikuwaje, nikamwambia bwana, gari mimi nimenunua direct Japani. Basi na wao pengine walikuwa wengine nilikuwa ni rafiki zangu, tumemaliza nao shule. Kufikia kipindi ambacho nataka kununua magari, nikaja nikawa advise, nikawasaidia pia kwenye process nzima ya kuagiza. Kwa hiyo nikaona kama kuna fursa pengine nyingine, nikaanza sasa kuagizia na watu wengine. Kwa kuanzia hapo sasa nikajikuta kwamba nimedevelop pia passion nyingine ya magari. Wateja wangu wakubwa walikuwa, cha kwanza walikuwa nilianza na marafiki zangu ambao nimemaliza nao shule. Wengi walikuwa ni waajiriwa. Wengi walikuwa kwenye mabenki, wengine walikuwa kwenye audit firms, wengine walikuwa kwenye law firms, wengine walikuwa kwenye telecom industries. Kwa wengi walikuwa ni waajiriwa. Kaka, kulikuwa kuna vitu vitatu. Kulikuwa kuna ajira. Ajira yangu ilikuwa ni kila kitu. Yaani ajira yangu nilikuwa namuona ni babangu, ni mamangu. Kwa kuanzia asubuhi mpaka jioni lazima niwe benki. Na ni lazima muda wangu wote niuweke pale. Yaani lazima nihakikishe kwamba nina deliver. Lakini kulikuwa kuna chips, kwamba nikitoka ofisini ilikuwa ni lazima niende kwenye chips. Kwa hiyo inapotokea sasa baada ya muda wa chips jioni, unajua Japani wenzetu wao wanawahi kuamka. Ndio muda ambao mimi nautumia kwenye kufanya hiyo biashara nyingine ambayo ni ya kuagiza magari. Kwa hiyo nikikupa muda ambao nilikuwa nalala, hadi nilikuwa ni kama ni masaa 3-4 kwa siku. Kwa ofisini natoka saa 11. Saa nyingine kama kuna viporo unaenda mpaka saa 12, saa 1. Kwa hiyo ukitoka hapo unaenda kwenye biashara ya chips. Kwa ukiangalia hiyo cycle unajikuta kwamba kwenye chips kama naweza nikafunga saa 6, saa 7, baada hapo niingia kwenye magari na masaa 3 ya kulala, kuanzia labda saa 9 mpaka saa 10. Kuanzia saa 9 mpaka saa 11 hivi. Kwanza kabla ya kuanza kampuni, unajua nilianza mimi kama mimi. Sasa kuanzia pale nikaona kwamba nisioperate kama individual. Lazima ni operate kama kampuni, kwa sababu kwa hali ya sasa hivi, kwa nchi sasa hivi tunahitajika kulijenga taifa. Na tunalijenga vipi taifa? Tunalijenga kwa kodi. Kwa hiyo nikasema hapana, kama ninapata shilingi 2, kuna shilingi 3 au kuna shilingi 1 inahitajika kwa ajili ya kurudisha kwenye kodi, kwa ajili ya kutengeneza nchi. Kwa hiyo nikasema hapana, lazima nianzishe kitu kama kampuni. Lakini kingine, nikawa naona vijana wengi wako mtaani, vijana wenzangu ambao nilikuwa niko nao na watuma kanifanyie hichi, especially wengine walikuwa na wadogo zangu. Kwa hiyo nikasema hapana, wewe nianzishe kitu ambacho kitatufanya tufanye kazi kwa umoja. Nitatoa ajira kwa wengine na pia nitapata kipato kingine kidogo mbali ya mshahara. Sasa kampuni yetu ipo maeneo ya Mlimani City, jengo la Mwenge Tower, floor ya 4. Kumbe ukija pale utaona kuna kibao ambacho kimeandikwa kabisa Tenga Motors. Ukiingia pale utakutana na huduma nyingine zote za uagizaji wa magari. Tunatoa ushauri wa jinsi ya kuagiza gari. Unaweza ukaja, si lazima uagize gari tu, lakini kama wewe ni graduate tunaweza tukakushauri. Kama wewe pengine ni banker, wewe pengine labda ni mwanasheria, na wala si lazima wewe katika hizo profession tu. Inaweza ikawa ni mtu mwingine, ni mkulima au nani, kwani ati una malengo ya kuja kuwa na gari. Najua mimi mateso ambayo nilipata kwa gari yangu ya kwanza kwa kukosea kununua. Kwa hiyo tunatoa pia ushauri bure kabisa. Tutakushauri bwana, chukua gari hii, nunua gari hii kulingana na wewe. Gari hii ina perform, gari hii kwetu haiperform. Natamani kuona kwamba naajiri vijana wengi iwezekanavyo, kwamba inapozidi kukua tukue pamoja, kwamba nizidi kuongeza watu, kwamba kama chips imekuwa, nimekuta nimeajiri vijana sio chini ya kama 12 ambao niko nao. Lakini ukija kwenye magari na vijana sio kama chini ya vijana 7. Na hawa vijana ukiwaangalia kila mmoja ana watu chini, kama sio chini ya 2 mpaka 3 anawategemea. Kwa hiyo ukija indirectly una watu sio chini ya 50 mpaka 60 ambao unawagusa moja kwa moja.